Kiongozi bora ni yule ambaye anayefanya kazi kwa sababu ya wananchi na anajitoa. Yeye hahitaji kwamba apushiwe, sawa? Ukikuta kwamba kuna kitu au kuna mtu ambaye anahitaji apushiwe na mtu mwingine nyuma, such is not a good leader. Good leader ni yule ambaye amekunywa maji ya eza ni jimbo au ni bendera ya nchi yake. Umeelewa? Mfano mzuri napenda nimtoe kama Omar Kipanga. This someone is a good leader. Ila watu wa mafia hawajui na wanafichwa. Ila napenda tu niwaambie wana mafia kwamba we have a award from to Allah. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine na tupo katika muendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo vinatusogezea taarifa muhimu zinazoendelea kujiri katika kisiwa chetu cha Mafia. Mbelenu niko na Ali Usi. Bwana, habari ya kazi? Nashukuru. Habari za kwako? Za kwangu salama. Vipi kazi zinaendaje? God ana bless. So leo nimekuja nataka tuzungumzie demokrasia hususan katika jimbo letu hili la Mafia. The way kwa vile wewe ambavyo unaona kutokana na experience yako ya umekuwa ni mkazi wa Mafia wa takriban kwa muda mrefu sana. Kipi hasa kinachotufanya turudi nyuma kwenye swala zima la maendeleo katika hii nyanja ya demokrasia? Kwa upande wa kwangu mimi, au ninaweza nikasema kwamba kwa mimi, kwa fikra zangu finyu nilizonazo, ni kukosa umoja wa viongozi. Kwa sababu kama viongozi watakuwa hawako katika ile level moja inayostahili, kwa sababu sote tunalilia, yani muwe wote ambao ni chama kimoja na mnalilia unga mmoja, sawa? Kwa hiyo hawa wanatakiwa wajoin, wawe is a strong part ambayo inaweza ikafanya kitu kizuri kwa wananchi. Lakini wakiwa wenyewe hawako katika ile, yani ile strong position ambayo inayohitajika, kwamba kila mmoja ana lake katika akili yake na katika moyo wake, hapa unaweza ukapata kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo sumu nyingi zinazoendelea katika haya maeneo kama haya ni zile ambazo sumu zinazotengenezwa na wenyewe kwa wenyewe, yani watu wa ndani tunawaita. Na ndio maana unakuta kwamba mara nyingi sana tunashindwa kuendelea. Unaweza kukuta labda kiongozi mkubwa analazimisha hili, lakini wanaomfuatia lile hawalitaki kwa sababu ile mtu hawamtaki. Kwa hiyo hiyo situation ni mbaya inapotokea katika eneo, kwa sababu hawa hawako katika umoja, bali wanazungumza tu na wamevaa nguo zenye rangi moja na wanaonekana wanacheka, lakini mioyo yao iko tofauti. Kwa hiyo unaweza ukawa wewe unazungumza au unahitaji lifanyike jambo fulani la maendeleo, wakisha toka pale wao wanachukua yale makablasha yaliyozungumza, mwisho wa siku wanaenda kuchukua vitu ambavyo sivyo wanavyovifanya, tofauti na kile ambacho tumezungumza katika ile nani, yani niseme ule umoja wetu ambao tuliokawa tumejadiliana kwa pamoja kwamba tunahitaji labda tujenge, labda tulikaa tukasema kutokana na hii hali Mafia haina soko, basi tulijenge soko ambalo ni kubwa, litakuwa ni soko la aina fulani, litakuwa liko hivi. Wakitoka pale wanasema mimi kwa vile Kipanga simtaki, yupo tu ni kiongozi, lakini sijawahi kumpenda Kipanga, ninayempenda mimi ni fulani. Umeona? Kwa hiyo ili analotaka la kujenga soko nikimwezesha, basi wananchi watampenda. Kwa hiyo kama watampenda, watampa tena kura. Kwa hiyo kama watampa tena, atakuwa tu anaendelea kututawala kwa sababu sisi hatumhitaji. Kwa hiyo mwisho wa siku analiacha, wanakuwa hawalifuatilii tena, na Kipanga hawezi akawa tena na power ya kusema kwamba atarudi awaambie tena jamani tufanyeni. Itakuwa ni ngumu kwake kwa sababu tayari ashaelewa ni watu wa sampuli ipi. Na jambo jingine ni kwamba tuna viongozi ambao ni type za, tunaweza tukaita ni watu ambao sio wawajibikaji. Kwa sababu ukikuta sehemu ambayo ina accountable leaders, unaweza ukaona kwa vichocheo fulani vya chini alafu mpaka juu, unaweza ukaona hizo situations zinajitokeza.
kwa sababu mpaka yani ukifikiria kwamba swala la kukosa kwa usafiri au ukifikiria huduma hafifu zinazopatikana katika mazingira ya hospitali, unaweza ukajua kabisa kwamba sehemu tuliyopo ni hatari. Viongozi wake hawana utendaji ambao unaotakiwa. Kwa hiyo inavyoonekana, si watusi, sipendi kuwatusi kwa sababu tupo katika ile hali ya kwamba tusitusiane, ila tuzungumze uhalisia jinsi ulivyo. Kwa hiyo kiukweli ni kwamba viongozi tulionao katika ili eneo ni wale ambao is no accountable. Hivi siku za karibuni yalizuka mengi sana. Binafsi nimeshindwa kufahamu ni kipi kikubwa mno ama tatizo liko wapi, hususan kati ya viongozi wetu wa chama na uongozi wa halmashauri. Yamezuka masuala ya tembo nyama, kama ulipata kuyasikia. Mgogoro umekuwa mkubwa sana kwamba inasemekana wengine wamekodisha, wengine wameuza, yani mambo yako vice versa. So labda kwa mwaka huu wa 2025 tunaenda kwenye uchaguzi, competition itakuwaje kwa muono wako? Kwa swala la tembo nyama myself nadhani sijawahi kulisikia, ila kwa competition ambayo iliyopo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo na ukubwa huu wa competition nafikiri utakuja kuzalisha kiongozi ambaye ni mzuri zaidi na mwenye tuseme ni mwenye mapenzi zaidi na hili eneo. Na wanatakiwa viongozi wanatakiwa wananchi watambue kwamba kuna kiongozi bora na bora kiongozi. Kiongozi bora ni yule ambaye anayefanya kazi kwa sababu ya wananchi na anajitoa. Yeye hahitaji kwamba apushiwe, sawa? Ukikuta kwamba kuna kitu au kuna mtu ambaye anahitaji apushiwe na mtu mwingine nyuma, such is not a good leader. Good leader ni yule ambaye amekunywa maji ya either ni jimbo au ni bendera ya nchi yake. Umeelewa? Mfano mzuri napenda nimtoe kama Omar Kipanga. This someone is a good leader, ila watu wa mafia hawajui na wanafichwa. Ila napenda tu niwaambie wana mafia kwamba we have a award from to Allah. This is award for us. Ukitaka kuamini hilo, angalia alivyokapiwa uongozi mara ya kwanza na Magufuli katika eneo la Mtwara. Anaondoka, watu wanalia, wanamlilia, wanamsikitikia, still wanamhitaji. Yani mpaka kesho wanamhitaji. Lakini ukija kwa upande wa hapa mafia, wengi hawafanyeje? Hawamhitaji kwa sababu there is no know what is the importance of him. Kwa hiyo swala la kutokumuelewa kwamba umuhimu wake uko wapi litapelekea kupata kiongozi ambaye labda kama watakuwa wamechagua mtu mwingine, basi watakuwa wamechagua mtu ambaye sio kama yeye, na hatutakuja kupata kama yeye. Sisemi kwamba labda nimepewa pesa nimzungumze, au sisemi kwa kusema kwamba labda kuna kitu chochote, labda tuna uungano fulani na huyo mtu. La hasha, sijawahi kuwa na uungano na hanitambui, na wala hajawahi kuniona hapo popote pale. Lakini naweza nikasema kwamba ni mtu ambaye ni muhimu na anahitajika, na tunahitaji watu kama wale zaidi ya 10 katika eneo letu, kwa sababu wanajitoa kwa sababu ya eneo lao. Huwezi ukasema leo hii mkuu wa wilaya aje ililie mafia, ni uongo. Yeye sio mzawa, ila wewe ambaye ni mbunge wa hapa ndio wa kwanza kuililia mafia yako ifike katika level ambayo inayohitajika. Kwa hiyo huyu anaonekana wazi kwamba kuna vitu ambavyo vinavomkwaza. Kwa hiyo ninavyoamini mimi kwamba competition ni kubwa, na competition hii tunahitajika wana mafia tutoe kiongozi ambaye atakuwa bora kwetu, na sio bora kiongozi ambaye labda analilia tu kwa minajili ya niseme labda kwa kutokana na yani kwa maendeleo yake, na sio kwa ajili ya maendeleo ya wana mafia. Kama tunahitaji maendeleo, basi tunahitaji tuwe na mtu kama Omari. Na ikiwezekana kama atatoka Omari, basi tupate mtu ambaye ni kama Omari, kama atakuwepo. Kwa ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo competition itakuwa ni ndefu kuanzia uchaguzi wa awali mpaka uchaguzi mkuu. Competition kwa mafia itakuwa ni strong, na inawezekana ikawa ni historia nyingine, labda kama vile historia ambazo zilizopita za nyuma, labda za kina Omar Kimbau enzi hizo. Lakini hapa tunakwenda kuzalisha historia kuanzia kwenye chama cha CCM mpaka
baadaye kwenye ile hali ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo competition itakuwa ni ndefu kwa mawazo yangu. Labda kama wewe mkazi wa Mafia, ipi jitihada yako kwenye sasa kuhakikisha tunapata kiongozi aliyekuwa bora? Ni namna gani ambavyo unaweza kuwamotivate vijana, utawashawishi hasa katika uteuzi wa kiongozi yupi katika Chama cha Mapinduzi ama vyama pinzani? Tukizungumza demokrasia, siwezi nikamchukulia mtu haki, kwa sababu kitendo cha kumwambia mchague fulani, sawa, leo hii nitakaposimama labda kwenye TV, nikasimama labda kwenye redio nikazungumza kwamba tumchague fulani, itakuwa nimechukua haki ya kidemokrasia, kwa sababu kila mmoja ana haki yake ya kuchagua kile ambacho anachokiona ni kizuri kwake na labda kitampa maendeleo anayoyafikiria. Kwa hiyo sasa labda mimi tu katika ile hali niwaambie tu, tunahitaji kiongozi ambaye ni mwajibikaji, tunahitaji kiongozi ambaye anayeitambua Mafia iko vipi, ambaye analia na wana Mafia pale linapotokea tatizo la kimafia kama Mafia. Huyu ndio kiongozi tunaomhitaji, na sio kwamba kwa sababu ya chama. Kwa kama tutaenda ile hali ya kwamba kwa sababu hiki ni chama changu, we are going to lose. Ila tunahitaji tupate kiongozi ambaye analia na sisi pale yanapotokea matatizo, pale ambapo tunamhitaji, basi awe ni